Kwa mara ya kwanza mkoa wa Iringa umefanikiwa kufanya maonesho ya kilimo, mifugo na uvuvi yaani 8-8 ngazi ya mkoa, ikiwa ni hatua ya kimkakati kwa wananchi wa Iringa kuelekea maonesho ya 8-8 kanda ya Nyanda za Juu Kusini ambayo hufanyika mkoani Mbeya. Mkoa wetu umekusudia kufanya maadhimisho haya ya 8-8 kwa kufanya maonesho ya kuonesha ni namna gani ambavyo kilimo kwetu ni shughuli ya msingi inayogusa biashara, uchumi na maendeleo ya mtu mmoja. Kwa bahati nzuri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni kijana na mzaliwa hapa Iringa. Mambo kama haya yamekuwa yakifanyika huko zamani sana. Katika kipindi kirefu sasa tumekuwa hatuna vitu kama hivi. Hapa Iringa ni mkoa wa kilimo. Ni mmoja kati ya mikoa ambayo kihistoria na hata sasa inashirikiana na mikoa mingine kulisha nchi yetu. Lakini pia hapa mkoa wa Iringa, kwa maana ya hapa manispaa ya Iringa, ni eneo la wafugaji, ni eneo la maziwa. Tuna viwanda vikubwa vya maziwa cha Asas pamoja na viwanda vingine, lakini mambo kama haya yamekuwa hayafanyiki. Tungetamani kama wana Iringa kuona vitu kama hivi vinafanyika tena kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa. Sababu za kwa nini maonyesho hayo yamefanyika mapema, mkuu wa mkoa wa Iringa Eli James alieleza. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa na wadau wa sekta ya kilimo, ikumbuke kuwa kwa miaka mingi wananchi wa mkoa wa Iringa wamekuwa wakisafiri kwenda Mbeya kuhudhuria maonesho ya 8-8 kanda ya Juu Kusini. Mwaka huu tumeamua kuyasogeza karibu zaidi kwa wananchi ili wananchi wetu wapate nafasi ya kujifunza na kupata maarifa kwa karibu zaidi. Mwaka huu tumeamua kuyasogeza karibu zaidi kwa wananchi kwa kuandaa maonesho haya katika viwanja vya Kihesa Kilolo hapa manispaa ya Iringa. Lengo ni kuhakikisha kila mkulima, mfugaji na mvuvi anapata nafasi ya kujifunza bila kulazimika kutumia gharama kubwa za kusafiri kutoka Iringa kwenda Mbeya kwa maonesho kama haya. Hata hivyo, napenda kusisitiza kuwa maonesho ya kanda yataendelea kufanyika Mbeya kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 8 Agosti kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo kufanya kwetu hapa Iringa ni kumrahisishia mkulima ambaye hana uwezo wa kufika Mbeya, basi na yeye apate nafasi ya kujifunza akiwa hapa Iringa. Kwa hiyo tujipigie makofi mengi sana kwa kufanikiwa kuwasogezea huduma wakulima wenzetu wanaotoka kule Kiponzelo, wanaotoka Idodi, wanaotoka kule wapi Wasa, basi wasiende Mbeya, basi walau hapa waweze kufika kwa sababu ni jirani na wanaweza kupata maarifa na taarifa za kutosha. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki na maonesho haya yamezinduliwa. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa Daudi Yasin naye alikuwa na haya ya kusema. Ukisoma ilani ya CCM ya 25-30 ukurasa wa 43 mpaka unaingia ukurasa wa 44 unazungumzia habari ya kilimo. Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake kinasisitiza juu ya kuboresha kilimo, teknolojia ya mbegu, kuhakikisha kwamba wakulima hasa wadogo wanaongeza pato na wanaongeza kiasi cha mazao. Kwa hiyo suala hili la maadhimisho, sio ni maonesho au maonyesho, Kiswahili kizuri ni kipi? Maonesho ya 8-8. Maonesho ya 8-8 kwa ngazi ya mkoa wa Iringa bado yanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba wakulima na hasa wakulima wadogo wanapata mafunzo, wapate mbegu bora, wapate madawa na mazao yao yaongezeke. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi tunawapongeza wote, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waliobuni jambo hili kuhakikisha kwamba wakulima wetu wa mkoa wa Iringa wanapata mafunzo ya kutosha. Nini yalikuwa malengo ya kufanyika kwa maonesho hayo? Hapa Katibu Tawala Msaidizi wa mkoa wa Iringa sehemu ya uchumi na sekta za uzalishaji Elias Ruvanda alieleza kwenye taarifa yake. Lengo kuu la maonyesho haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, lilikuwa ni kutoa jukwaa kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wasindikaji kujifunza teknolojia mpya, kupata pembejeo bora, kubaini fursa za masoko na kujenga mtandao wa kibiashara ili kuongeza uzalishaji wenye tija unaochangia ujenzi wa uchumi imara kuelekea utekelezaji wa Dira 2050. Taarifa ikatolewa kueleza mafanikio ya maonesho hayo. Mafanikio yaliyopatikana, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuimarika kwa ufahamu wa masoko. Wakulima, wafugaji, wavuvi na wasindikaji wameweza kutambua mahitaji ya masoko na namna ya kuandaa mazao yao kukidhi viwango vya ubora. Lakini pia faida nyingine ni kupanuka kwa mtandao wa kibiashara. Wauzaji wa bidhaa mbalimbali wamebadilishana mawasiliano na wateja, hivyo kuendelea kupanua wigo wa kufanyika kwa biashara. Faida nyingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni uhamasishaji wa uongezaji thamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, ufahamu umeongezeka miongoni mwa wananchi kuhusu umuhimu wa usindikaji mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi badala ya kuyauza yakiwa
ghafi. Haya yalikuwa maagizo ya mkuu wa mkoa wa Iringa Eli James kwa wakurugenzi wa halmashauri zinazounda mkoa wa Iringa. Ndugu wakurugenzi wa halmashauri, naomba haya tunayoyaona kwenye mabanda tukayaone kwenye maisha ya watu wetu. Haya tunayoyaona kwenye mabanda tukayaone kwenye mitaa yetu. Haya tunayoona kwenye mabanda tukayaone katika uchumi wa mtu mmoja mmoja. Ningetamani kuona maonesho yahamie katika hali halisi ya maisha ya watu wetu. Tukiweza kuyaona haya kwenye maisha ya watu wetu, itakuwa ni zaidi ya mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo niwaombe sana wakurugenzi wetu kuendelea kuwasimamia maafisa kilimo, kuwasimamia maafisa mifugo na maafisa biashara pia, kuja na ile business mind ya namna gani wanasema kubiasharisha kilimo. Maonesho hayo ya 8 ngazi ya mkoa wa Iringa yamefanyika kwa siku 8 kuanzia Julai 13, 2026 na kuhitimisha Julai 20, 2026. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, leo tunapohitimisha maonesho haya, napenda kusisitiza kuwa mwisho wa maonesho haya ya mwaka huu uwe ni mwanzo wa maandalizi ya maonesho ya mwaka 2027. Hivyo naielekeza kamati ya maandalizi kuanza mara moja tathmini ya maonesho haya na kuandaa mpango wa ujao. Ni muhimu maandalizi yafanyike mapema ili kuvutia washiriki wengi zaidi, lakini pia kupata wadhamini kwa wakati, kuboresha miundombinu ya kiwanja na kuongeza huduma kwa wananchi ili kufanya 8 ya mkoa wa Iringa kuwa miongoni mwa maonesho bora ya kilimo hapa nchini. Baada ya kuyasema hayo yote, ninatangaza rasmi kuwa maonesho ya kilimo, mifugo na uvuvi, yaani 8 ngazi ya mkoa wa Iringa kwa mwaka wa 2026 yamefungwa rasmi leo tarehe 20 Julai 2026. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Niwatakie safari njema wakulima wetu na wavuvi wote ambao mnarejea vijijini baada ya maonyesho haya. Mungu awafanyie wepesi wa safari, mfike salama, lakini pia muendelee kutumia ujuzi mlioupata kuboresha na kuimarisha kazi ambazo tumechagua kuzifanya. Lakini pia kwa wale ambao mmetuletea teknolojia mbalimbali, mkoa wa Iringa unaendelea kuwakaribisha. Wale ambao mnaweza kufungua matawi kwa maana ya branches, tuko tayari kuwapeni ushirikiano, mfungue matawi hapa Iringa ili muendelee kutuhudumia wakati wote. Na kwa wale ambao mnaenda nje ya mkoa wa Iringa, Mungu awatangulie, mfike salama na muendelee kuikumbuka Iringa katika mipango yenu ya 8 mwakani. Asanteni sana, Mungu awabariki na asanteni tena kwa kunisikiliza. Asante sana mkuu wa mkoa kwa hotuba nzuri murwa aliyotufikia sisi washiriki wa maonesho haya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukupongeze sana kwa kazi nzuri unayoifanya, kwa sababu hili tukio sasa ndio tunaanza. Mimi nikuahidi kama mbunge na kwa niaba ya wabunge wenzangu pia, mwakani maonyesho haya yatakuwa mazuri zaidi kuliko leo. Tutashiriki vizuri sana majimbo yote kuhakikisha kwamba tukio hili linakuwa zuri zaidi. Kuna mtu mmoja alituambia Iringa tulipata. Iringa tulipata nini? Tulipata mkuu wa mkoa mwenye uwezo mkubwa. Wanasema mwenye macho haambiwi